Bana, mambo yanazidi kunoga kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Munir. Bana, Munir kapewa jiko, lakini jiko sio jiko, limekuwa jikonyo kwa sababu halitaki hilo jiko. Jiko unaambiwa wazazi wake wanalipamba, wanamwambia hili ndo jiko la kuni, linaivisha haraka, hili ndo jiko lenyewe. Munir anasema msinizingue nyie, mimi na jiko langu la gesi, jiko la umeme, jiko ambalo ni jiko kweli kweli ndo nataka niliweke ndani. Wazazi wake wanamwambia usichanganye wewe, hizi mali zetu uzipati mpaka uchukue hili jiko la kuni. Na maanisha ya kwamba inatakiwa muoe yule house girl wa kuitwa Yusra. Hili swala kwake Munir anaona hata, lakini kuna comment za waja nimeziona wanasema anko, yani kwenye sehemu ya kwanza tu mwanetu Munir ameshachunwa zaidi ya milioni 100. Alichunwa milioni 50, akapigwa milioni 7, akapigwa milioni 10, akapigwa na hela zingine. Nyie mashabiki wangu nyie, mbona mtaka kuniangusha? Milioni 100 kitu gani? Mimi hapa ndugu yenu wangu je mapesa na honga kwa mashabiki zangu zaidi ya milioni 500 na kuendelea. Kwani mimi si waongi nyinyi? Semeni ukweli, si waongi nyinyi? Unakataa nini wakati mimi nilishakukuonga wewe ndugu yangu? Mnashangaa milioni 100 kwa kijana huyu Munir kumuonga mchumbake Jemima. Mimi nimeonga vingapi nyinyi? Acheni hizo bwana. Sisi wanaume watoaje, acheni tutoe bwana. Bwana, karibu tupate kujua hasa kile kilichoendelea kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa Munir kutoka kwake Habiba mara moja. Mimi langu jina naitwa Anko J Simulizi. Karibu. Kweli bwana, nilitoka pale kwa mpenzi wangu Jemima moja kwa moja mpaka kazini. Nilifika kazini safi kabisa na moja kwa moja nikaingia kwenye mkutano, maana nilikuta tayari mkutano ulikuwa umeshaanza. Yaani hapo nilikuwa nimeshachelewa na mimi ndo CEO wa hizi kampuni. Yaani babangu alikuwa ananiamini sana, japo ndo nilikuwa mtoto wa mwisho, ila mimi ni mtu makini sana na nisikuwa na masihara kwenye masuala ya kazi kabisa. Nikogo hivyo. Basi nilipofika tu kazini nikaanza pale kikao, maana nilikuta watu tayari wako kwenye venue pale na mimi ndo nilikuwa nasubiriwa. Na mpaka kufika majira ya saa 9 hivi za jioni, ile alasiri saa 9 mchana ile, tukao tumeshamaliza iko kikao chetu kabisa. Basi bwana, watu wakatawanyika pale na mimi nikaingia sasa ofisini kwangu. Nilipoingia tu ofisini kwangu, baba akanifuata bwana, akaja ofisini. Baba alipoingia ndani ofisi yangu, alivuta kiti kisha akakaa. Nikajua huyu mzee kaja kuanzisha mada za mimi kwenda kumoa yule binti wa kazi, kitu ambacho mimi nilikuwa sikitaki. Basi hapo baba akaniuliza, wewe mbona leo umechelewa sana kuja kazini? Umefanya watu wamekusubiri sana, kwa nini? Nikamwambia baba, nakuomba unisamehe, ni foleni tu za Dar es Salaam ndizo ambazo zimenisababisha mimi kuchelewa kuja kazini. Na okay, sawa. Ila kijana wangu, jana ulituelewa sisi wazazi wako kuhusu lile swala letu la wewe kumwoa yule binti wa kuitwa Yusra. Hivyo wazee wana shida gani lakini? Yaani mbona wananilazimisha? Nikamwambia baba, yaani kwa nini mimi mnaniforce ni muoe yule binti? Kwa nini mnanilazimisha ni muoe yule mfanyakazi wenu wa ndani? Hivi baba tuzungumze ile serious. Baba, kweli mimi naendana na yule house girl? Hapo namuuliza hilo swali mzee akabaki anatabasamu. Baba anatabasamu. Akaniambia, Muniri, hebu tuweke ubaba pembeni.
alafu tuongee kama mtu na mshikaji wake, mimi na wewe. Labda kijana wangu, nikwambie kitu kimoja. Ukitoa hizi pesa zako, ukitoa hii elimu yako ya dunia, nikwambie kitu kimoja kijana wangu, hakuna chochote unachomzidi yule binti. Mnili, mpaka sisi wazazi wako tumefanya maamuzi ya kukuchagulia yule mwanamke, tumeona mbali sana. Yule binti ana sifa zote nzuri za kuwa mke. Yule binti kwanza ni mpole. Yule binti ni mcheshi. Yule binti ana huruma, ana upendo, lakini pia ana hofu ya Mungu. Lakini pia yule binti ni mzuri. Hivi wewe kijana wangu unataka kuniambia kwamba wewe hulioni hilo ya kwamba yule binti ni mzuri? Au kwa sababu ya yale manguo yake yale, havai kama hawa wanawake zenu wa siku hizi, si ndio? Baba, na mimi naomba unielewe. Kiukweli kabisa kutoka ndani ya moyo wangu, mimi yule binti simuhitaji hata kidogo. Na sijampenda yule binti baba. Na ukweli baba, mimi nina mwanamke wangu ambaye nipo naye katika mahusiano kwa muda sasa. Unaelekea mwaka. Siwezi kumwacha baba, siwezi kumwacha mwanamke wangu. Nisikilize kijana wangu Muniri. Mimi baba yako sio kwamba sijui. Najua kwamba wewe ni mtoto wa kiume. Huwezi ukaacha kuzini. Najua utakuwa na chovya huko pembeni. Wewe ni mwanaume. Lazima utakuwa na sehemu ya kutuliza hamu zako. Na ndio maana tunataka sasa hivi wewe uoe ili utulize akili yako. Yule binti ndiye utakayemuoa Muniri. Na sisi wazazi wako tunaamini ukiishi naye yule binti utampenda. Baba, hivi mna uhakika gani kama na yeye Yusra ananitaka mimi? Au na yeye pia mnamlazimisha kama vile ambavyo mimi mtoto wenu mnanilazimisha ni muoe Yusra? Alafu baba, hii tabia kuchaguliana wanawake, mbona inakuwa baba unaikuza yani? Mimi nilidhani ya kwamba umefanya kwa brother tu. Yaani baba, mpaka kwangu tena unanichagulia mwanamke. Baba, nisikilize kijana wangu. Sisi tunawapa vilivyo bora. Sisi tunawapa vilivyo vizuri, lakini nyinyi hampati kuviona vijana wangu. Sisi hatuwagei nyinyi wanawake tu ili mradi wanawake. Sisi wazazi wenu tunawatafutia wanawake wazuri ambao tunajua kabisa watawafikisha sehemu fulani katika maisha. Sijui unaelewa? Na kuhusu yule binti yule Yusra yule, sisi tumeshaongea naye. Na yeye Yusra ameridhia. Yusra amesema yeye anakupenda na yuko tayari kuolewa na wewe. Hebu usituangushe kijana wetu. Yule mwanamke ukiwa naye atakushauri mambo mengi sana. Au unamdharau kwa sababu unaona anafanya kazi za ndani? Yule binti ana akili sana. Muda mwingi ukimkuta hivi na simu, sio kuchati na wanaume, sijui mambo ya mitandao. Yeye muda mwingi amevaa headphone zake masikioni, anasikiliza YouTube huko simulizi za Uncle Jay. Kuna muda mwingine unamkuta pale ameweka simu pembeni, anasikiliza simulizi, anafanya kazi zake. Ni binti mcheshi, mstaarabu. Na unajua mabinti wanaosikiliza simulizi mara nyingi wanakuwa na akili. Mara nyingi wanakuwa wanajifunza mambo mengi sana yanayohusu maisha. Baba, mimi nakuelewa, lakini siwezi kumuoa yule binti. Siwezi baba. Au sio? Unajifanya wewe mwanaume, sio manake? Unajifanya wewe unaweza kukoloma mimi mbele yangu, si ndio? Naongea na wewe Muniri. Naongea na wewe kiurafiki, kiushikaji. Naona kabisa unataka kunipanda kichwani. Sasa nisikilize Muniri. Umetaka utamuoa.
hujataka utamuoa Yusra. Labda kama mimi sio baba yako, ila ndo nimeshasema ni lazima utamuoa yule binti ili uweze kuwa msimamizi wa mali zangu. Mpumbavu wewe, nimekwambia utamuoa Yusra. Shenzi kabisa. Msikilizaji, hapo kusema ule kweli nilimaindi. Nilichukia. Nilibaki kimya tu. Na hapo ndipo baba akanyanyuka na kisha aliondoka kwa hasira mno na yeye. Na mimi nilibaki tu na hasira zangu. Nilikuwa na nilikuwa na tweta. Yaani jasho lilikuwa linanitoka kweli kweli. Nilikuwa nimepaniki. Hivi kweli mimi wa kumwacha Jemima? Mimi kweli? Hivi mimi nimwache Jemima naanzia wapi? Hapana, kwa kweli. Hapo msikilizaji, nikavuta simu nikampigia simu mshikaji wangu Roshi akapokea. Nikamwambia, sikiliza mwanangu, hebu njoo ofisini kwangu haraka iwezekanavyo. Roshi akaniambia, okay poa, nakuja mwanangu. Roshi anafanya kazi katika kampuni yangu nyingine, ila sio mbali sana na ilipokuwa hii kampuni yetu ya familia. Baada ya muda kweli, rafiki yangu Roshi alifika ofisini kwangu, akaniambia, bosi niambie bwana. Nikamwambia, nisikilize mwanangu, nina kipengele kizito mno kinanitesa sana na ninahisi kitakuja kuniua. Oya, kitu gani tena iko mwanangu? Mbona kama vile unanitisha? Nikamwambia, sikiliza mwanangu, nipo katika migogoro na wazazi kwa siku 3 ya leo. Yaani leo ni siku ya 3. Na wazazi wangu wanataka mimi nimuoe mfanyakazi wao. Anaitwa Yusra, yuko pale nyumbani. Yaani hata sielewi wamemtolea wapi, sijui ndugu yangu. Lakini tu wazazi wangu wamenikomalia, wanataka mimi nimuoe. Kusema ule kweli mshikaji wangu mimi nateseka. Na baba hataki kunielewa kabisa kwenye hili. Alafu mbaya zaidi, baba ananiambia kama nitakataa kumuoa huyo bidada, atamchagua kaka Malik ndio kuwa msimamizi wa kampuni zake zote na sio mimi tena. Brother. Bwana, bro wako Malik yule si bro wako amezaliwa na mama mwingine? Nikamwambia ndio huyo. Si unajua kaka Madi kashakimbia shule. So kaka Malik ndo kasoma kama mimi. So lazima tu baba atampa kila kitu yule. Ila sasa na yeye kama tu atakubali kumoa Yusra. Oya kaka, kwani huyo Yusra ana nini cha ziada ambacho kimemfanya mpaka baba anakushawishi namna hiyo? Yaani kitu gani anacho cha ziada? Kaka, mimi hata sielewi. Sijui ndugu yangu. Alafu kwanza demu mwenyewe ni mbaya. Yaani anavaa manguo makubwa majuba yale meusi yale. Yaani hashawishi, avutii. Yaani hata sielewi ndugu yangu. Yaani acha tu ndugu yangu. Unajua kaka anacheka sio kama mazuri, ila kaka unanifurahisha. Kwa hiyo mtu anavaa majuba ndio amesema wewe muoe. Afu mbaya zaidi ni dada wa kazi. Bwana. Ndugu yangu Muniri, hiyo kali kaka. Usicheke mwanangu Roshi, usicheke. Hivi vitu sio vya kuchekesha ndugu yangu. Na hapa nilipo hata sielewi, nipo katika mgogoro na wazee. Sielewi. Yaani sijui hata ni kwa nini wanataka mimi nimuoe Yusra. Sielewi ndugu yangu. Hivi mimi naanzaje kuona mwanamke kama yule? Yaani wanataka kunifanyia yaani kama vile walivyomfanyia brother. Tena bora hata kaka Ahmadi walikuwa wamemchagulia mwanamke mzuri. Hata kaka yeye mwenyewe aliweza kuridhika naye huyo binti. Ila kwa upande wangu mimi Esau alionichagulia, hapana, sijampenda kabisa yule mwanamke. Yaani hata kidogo. Oya Muniri, sikiliza. Sikiliza kaka. Shida ni kwamba wanataka wewe umoe yule house girl wao, si ndio? Sasa yule house girl atakushauri nini yule mwanangu? Kwanza kaishia darasa la ngapi kwanza? Mwanangu hata sijui. Ila naona hata darasa kabisa ndo hana yule. Na ndio maana anafanya kazi za ndani bwana. Alafu leo sasa eti mimi ndo niende nikamuoe. Alafu Roshi, si unaelewa mwanangu jinsi gani mimi nampenda Jemima, unaelewa?
nawezaje kuoa mwanamke mwingine mimi, nawezaje? Yaani nawaza, na je Jemima akijua hii issue, Jemima mimi si ataniacha mwanangu? Na mimi sitaki kumkosa Jemima kabisa mwanangu Roshi, unaelewa? Aisee, pole kaka. Unajua kaka, kuna muda wa wazazi wetu wanazingua sana mwanangu. Yaani sijui wanatunaga sisi wadogo. Yaani wanahisi kama vile hatujui kuhusu kilicho sahihi kwetu. Kumbe sio kweli mwanangu. Hata sisi pia tuna haki ya kuchagua kile ambacho moyo utatulia. Ila sikiliza Munir, kwa wewe mwanangu kwenda kuoa huyo house girl wao, hapana bwana. Yaani bora hata angekuwa mwanangu mwanamke mwingine. Hata angekuwa demo labda msomi mwenye kazi yake nzuri, au hata mtoto wa tajiri kidogo, hata mimi ningekushauri ukaoe. Ila ndo house girl. Tena house girl wao wa ndani, mwanangu inoma. Mungu, unaacha demo mkali kama Jemima mwanangu, alafu unaenda kumuoa huyo Yusra. Yaani unaacha kutumia taa za umeme, unaanza mwanangu kutumia kibatali chemli kweli. Unaanza kutumia mishumaa. Na ukimwacha leo yule Jemima, kesho ashapata mwanaume. Jemima mkali yule mwanangu, acha masiala kaka. Roshi, na nikija kusikia Jemima akapata mwanaume, aisee nitakufa mwanangu. Kwa jinsi ambavyo nampenda yule mwanamke, mimi nitakufa. Siwezi kumwacha hata iweje. Siwezi mwanangu. Aisee, msikilizaji, nikiwa naendelea kuongea na rafiki yangu Roshi pale ofisini, simu yangu iliita. Nikaangalia, alikuwa ni mamangu, yani bi mkubwa ndio alikuwa ananipigia. Nikajua tayari mzee kashamfikishia habari tayari huko. Kwa ameshaongea huko na mama kwamba nimeshagoma kumuoa Yusra. Kwa mama naye ananirudia. Nikatamani nisipokee ile simu, ila nilijikaza nikampokelea mama. Nikamwambia, "Mama, shikamoo." Huwezi amini msikilizaji, wala mama hakuitikia hata salamu yangu. Ndo kwanza mama akaniambia, "Nakupa dakika 30 uwe umefika nyumbani." Nikamwambia, "Mama, niko busy mama, niko nafanya kazi." "Hebu acha kile unachokifanya na uje nyumbani sasa hivi." Nikasema, "Sawa mama." Basi kweli hapo nikakata simu, kisha nikamwambia, "Wewe sikiliza Roshi mwanangu, mama ananiita, naenda nyumbani mara moja, ila nafikiri ni mambo hayo, wala hakuna jipya, hakuna kingine." Hapo Roshi akaniambia, "Mwanangu sawa, lakini kawaeleweshe wazazi waelewe. Alafu uwaambie kwamba wewe una mwanamke na unampenda sana. Na ikibidi uwaambie kabisa ya kwamba unatembea na Jemima." Nikasema, "Sawa mwanangu Roshi, nitafanya hivyo." Basi kweli tukatoka pale wote. Yaani mimi na Roshi tukatoka mpaka nje ofisi. Na kisha nikaagana na mwanangu, yeye aliniambia kwamba anaelekea ofisini. Mimi nikaingia zangu ndani ya gari, nikawasha ndinga mpaka nyumbani. Tena niliendesha kwa speed kwa sababu nilikuwa na mawazo. Kimbiza gari mpaka nyumbani. Maana huwa sipendi kumkwaza mama kabisa. So sikutaka kuchelewa. Ni vile tu mamangu hataki kuniruhusu mimi niwe na mwanamke wangu wa maisha yangu ambaye ni Jemima. Basi nikafika mpaka nyumbani pale pap. Nikaingiza gari ndani. Basi nikashuka. Niliposhuka nikamkuta huyo Yusra sasa. Alikuwa anafanya pale usafi nje, anamwagilia maua pale maji. Alikuwa amevaa mabaibui makubwa mpaka chini, alafu juba kubwa kweli kweli. Yaani anaonekana sura tu. Sijui mnanielewa ninachokiongea. Basi alivyoniona akaacha kabisa alichokuwa anakifanya. Akanisogelea, akaniambia, "Asalamu alaykum." Ni salamu ya Mungu hii. Lakini mimi sikuitikia. Nikakausha kimya kama vile sijamsikia. Nikamwambia, "Sikiliza Yusra. Wewe ndio unawashawishi wazazi wangu mimi nikuoe wewe, si ndio?" Hapo namuuliza Yusra. Yusra akaiko kimya, maskini ya Mungu. Nikamwambia, "Hivyo wewe binti wewe. Hivi wewe ukiniangalia mimi na wewe tunaendana? Hivi wewe binti wewe unaweza kuwa na mume kama mimi yani? Una elimu gani kwanza? Nakuuliza una elimu gani?" Hapo namuuliza ili swali huyu binti maskini ya Mungu akaweko kimya. Nikamuuliza, "Una elimu gani?" "Sinakuuliza wewe. Wewe una mdomo ama?" "Mimi nimeishia darasa la 4. Nikasema, "Shenzi mjinga kabisa wewe.
Yaani mimi mtu na masters zangu huko, nimesoma mpaka chuo, nije kumuoa binti mwenye darasa la 4. Mimi nitakuwa na familia aina gani? Wewe utanishauri nini mimi wewe? Sikiliza mjinga wa binti wewe, tena unisikilize vizuri sana. Sijui unanielewa? Sina mpango wa kukuoa hata kidogo. Na labda tu nikwambie tu, kama umewaroga wazazi wangu eti wanishawishi mimi nikuoe wewe, na ukakaa kabisa unawaza kwamba utolewa na Munir, nikwambie hivi kwangu umechina. Wewe mimi leo unataka nikuoe, nikisha kuoa na kupeleka wapi? Hauna hadhi hata nusu ya kuwa na mimi, mjinga mmoja wewe. Sikiliza, sikutaki, sikupendi, na usikae ukawaza ya kwamba ipo siku utakuja kuolewa na mimi, hata siku moja. Hivyo nadhani mimi napagawa watu na kila mwanamke. Wewe mjinga nini? Msikilizaji, aisee, nilikuwa nina hasira. Nilikuwa nina hasira na huyu mwanamke kinoma noma, maana nilikuwa nina uhakika kabisa huyu yeye ndo anawashawishi wazazi wangu mimi nimoe yeye. Yusra alibaki kimya na mijuba yake ile. Nikampita zangu pale, nikaingia ndani, na wala hata sikutaka mazungumzo naye tena. Nilipoingia tu ndani nikamkuta bi mkubwa, nikamkuta pia na mzee alikuwa amekaa pale sebuleni. Alafu sasa mama alikuwa kanikasilikia kinoma noma. Nikahisi mama atakuwa amesikia vile nilivyokuwa na mchamba Yusra hapo nje. Na mbona mama amenikunjia sura hivi? Ila nikakausha kama vile sio mimi. Nikamsalimia mama, nikaona mama kanikalia tu kimya. Kisha mama akasema, "Kwa hiyo wewe Muniri, na wewe umeamua kutudhalilisha sisi wazazi wako, sio?" Nikamwambia, "Mama, nimefanya nini?" "Hebu toa simu yako, ingia mtandaoni." He? Mungu wangu. Nipape nikajiuliza kuna nini tena? Nikatoa pale simu haraka, nikaingia kwenye Instagram kwanza. Ile kuingia. Nakuta Jemima bwana kaniposti. Jemima kaniposti bwana. Na kaposti na picha zetu tukiwa tuko pamoja katika huba zito. Alafu caption kaandika, "Nimechoka kumficha my honey, my boo." Oya, nikajiuliza mbona ghafla nimepostiwa? Wakati mimi Jemima nilimkataza asije kafanya kitu kama hiki. Tuna mwaka sasa niko na Jemima, ila hatukuwa tumeweka public mapenzi yetu kabisa, na tulishakubaliana hivyo. Mimi sio mtu wa mitandaoni kabisa, mimi ni mtu mwenye heshima zangu mno. Yaani hapo simu nimeshika hivi. Simu yenyewe kwanza hapo ikaanza kuita nayo. Simu ilianza kuita. Kwanza walianza watu wangu wa karibu, wananipigia yani kama wote. Alafu sasa vile ambavyo mimi najifanyaga mtu wa dini kweli kweli, napenda kujiposti sana siku ya Ijumaa nikiwa niko na kanzu natoka masjid. Leo hii mimi mwanangu nimepostiwa uko na mwanamke, afu huyo mwanamke mwenyewe sasa modo, unajua mamodo jinsi wanapovaa nguo zao zile vya vinusunusu hivi nini, yani mimi kwa ustadhi kama mimi sifai kuwa na binti kama yule. Nimepostiwa bwana. Alafu Jemima sasa kaposti picha ambayo tuko bichi. Wewe mwenye msikilizaji unaelewa mazingira ya bichi, mwanamke anavaaje mazingira ya bichi, kwamba yeye ana zile nguo za ndani tu. Mimi nilikuwa nimevaa pesi, tena hapo nimemshika nimemkumbatia hivi babeki. Mbona Jemima akajua kunidhalilisha? Familia yetu ilivyokuwa na heshima sasa. Kwanza nikaangalia zile picha, nikacheki komenti za waja. Watu sasa wanamsifia Jemima. Jemima, una bahati, umempata mtoto wa tajiri mkubwa. Wengine pale wanamchamba Jemima, eti atakuacha tu. Wengine hapo, huyu kaka kumbe na yeye yumo, yaliyomo yamo. Yani mtandaoni kulichafuka, kulikuwa kuna habari zangu
mimi na Jemima tu. Unajua kwanza nilitulia kimya. Nikamwangalia mama. Mama akaniambia, kwa hiyo wewe hujaona wanawake wote wa maana mpaka umeenda kuwa na Jemima, si ndio? Usitake kuniambia kwamba unakataa kumwoa Yusra ni kwa ajili ya huyu kahaba lako hili Jemima. Hapo niko kimya, nasema nini? Kimya, nimekaa kimya. Mama akasema, ni binti gani huyu unataka kuoa? Binti gani huyu unataka kutuletea kwenye familia yetu? Mwanamke anajianika kila leo huko mitandaoni, kila mtu anaujua mwili wake, kutwa na posti tu makalio yake nje. Usitaki kuniambia kwamba ni mwanamke wako kweli huyu? Nikamwambia, mama, ni kweli Jemima ndo mwanamke wangu na ndiye mwanamke ambaye mimi namtaka na ndo ambaye niko tayari kuweza kumwoa. Hivyo ni mpumbavu wewe? Huo ujinga unaongea mbele yetu sisi wazazi wako? Hivyo ni mpumbavu wewe kumbe? Haya, mwanamke gani huyu unataka kutuletea? Na kuuliza wewe, mwanamke gani huyu? Mwanamke hana maadili hata kidogo ya dini yetu. Muda wote anajiachia tu. Muniri, wewe umesoma dini wewe? Kuna kitu chochote wewe hukielewi kuhusu dini yetu ya Kiislamu? Kwa nini unajibeba kwa mwanamke asiyekuwa na adabu kama huyu? Kwa hiyo Jemima, wewe ndio umeona mwanamke. Yaani hata sasa hivi babako akiingia mtandaoni anaona, anakutana tu na makalio ya mkwe wake. Kweli Muniri? Mama, nitaongea na Jemima kuhusu mavazi na atabadilika tu, na mambo mengineyo yote atayaacha, ila mama, mimi Jemima ndo chaguo langu na nampenda sana na Jemima ni mwanamke mzuri sana kwangu mama. Hebu kelele uko mpumbavu nini wewe? Tena kelele Muniri. Nitakuweka vibao hapa mshenzi mmoja wewe. Kwanza hii ni skendo. Sisi ni familia kubwa sana Muniri. Sisi tuna heshima zetu. Unakwendaje kwenda kutembea na makahaba wa mitandaoni? Kwa hiyo na wewe umekuwa kama kaka yako Hamadi, si maana yake? Tulikuwa tunakutegemea wewe una akili. Leo hii unataka kusema kwamba unakwenda kumwoa mwanamke ambaye makalio yake yote yako nje, huku kifua chake chote kiko nje. Yaani yuko tu mbe. Mwanamke anatembea tu na nguo ya ndani. Ndio unasema huyu ndio mwanamke wangu mimi nataka kwenda kuoa. Hivi wewe, mimi mama yako ningekuwa ndo niko hivyo mitandaoni, wewe ungekuwa unajisikiaje? Familia unakuja kuitengeneza kesho na kesho kutwa, haya watoto wako wanakuja kuona mamao ndo yuko hivi. Unawafundisha nini watoto wako? Hivi huyo Jemima huyo anavyojianika hivi, unadhani utakuwa uko wewe tu? Hujiuliza atakuwa na wanaume wangapi? Si kila siku alikuwa na posti. Leo yuko na wasanii hawa, kesho yuko na wasanii wale, na baada ya muda wanaachana. Kila siku huyo Jemima anaposti wanaume wapya. Kwa sasa ndo amekupata wewe, ndo anatulia Muniri,
Simtaki huyo mwanamke. Simtaki huyo mwanamke hapa duniani mpaka ahera. Hana adabu wala heshima. Siwezi kuruhusu wewe kijana wangu wa pekee uende ukaoe kurumbembe lile lililowashinda wengine huko mitandaoni, uende ulichokote, uende kalioe. Sitaki. Na mimi siwezi kuwa na mkwe kama huyu mimi. Mkwe gani huyu? Mkwe muda wote mikucha mirefu kama jini. Mkwe usoni muda wote kujipodoa yaani mpaka hata sura yake halisi huijui. Wewe Muniri, muda wote huo msikilizaji, mama ananisema, ananifokea. Babangu alikuwa amekaa tu kimya ananiangalia. Kiukweli nilichukia sana kitendo cha mpenzi wangu Jemima kuniposti mitandaoni bila hata kushauriana na mimi. Lakini mbaya zaidi, Jemima kaenda kuposti picha ambayo sio nzuri. Anaposti vipi picha ya bichi? Nikasema okay, nikionana na Jemima nitajua namna kuweza kuongea naye. Nitaongea naye vipi? Yule ni mwanamke wangu, nitayamaliza naye, na nampenda sana Jemima. Na ni kweli Jemima ni mwanamke wa mambo mengi sana, kusema lolote. So masiara anachokisema mama ni kweli. Jemima ni wale wanawake wa kizazi hiki cha sasa hivi. Yaani kukaa hivi, kuacha huku mwelele wazi huku yeye kwake sio shida. Kukaa kuacha kitovu nje, yani kujifunga tu labda hapa kuziba tu hapa kwenye maneno shwi, afu azibe na hapa shwi huku inoti, sio shida. Kuvaa tu nguo imepita hapa katikati ya nyuma kuimfanya fiu huku kumejigawa na huku kumejigawa, kwake sio shida. Yaani naposema Jemima ni wanawake wa mjini, naomba mnielewe, ni mwanamke wa mjini haswa. Nampenda sana Jemima. Na Jemima ameshatembea na mastaa wengi. Jemima si modo. Mastaa wakubwa wote wameshamla Jemima. Hilo najua. Ila Uncle Jay na usta wake wote hajamla Jemima. Sababu Uncle Jay hawezagi kula vitu kama hivi, so vitu vyake. Of course. Jemima ameshatembea na mastaa wengi tu wa Bongo Movie. Yaani kashabadili wasanii, lakini mimi nampenda. Jemima amenikamata haswa. Amenikamata mimi mpaka na akili zangu, mpaka hisia. Sasa wakati niko hapo, baba sasa ndo akasema, wewe Muniri, usitaki kuniambia chochote kuhusu huyo Jemima. Na ukifanya masihara, nitamsitishia mikataba yake yote ya kufanya kazi na sisi pale kwenye kampuni yetu. Simtaki huyo binti mjinga. Hujui chochote kuhusu huyo Jemima. Unavamia tu wanawake ya mjini. Na kuanzia leo Muniri, sitaki uwe na huyo Jemima. Kwanza, unanisikia nachokiongea? Na tumepeleka barua tayari kwa kina Yusra. Kesho tunapeleka mahari. Na baada ya wiki utaoa. Tena kwa hayo yaliyojitokeza, inabidi umuoe Yusra kwa haraka sana ili kuzima hizo skendo. Hatutaki wanawake wa mitandaoni kabisa. Alafu punguza miemko yako Muniri. Wewe ni mwanaume na kuomba ujisimamie sana. Kwa jinsi ambavyo nilikuwa na kuona kijana wangu na unapojiheshimu, sijawahi kutegemea hata siku moja ukaja kutembea na mikahaba ya mitandaoni hiyo kama Jemima. Wewe kijana wangu Muniri, wewe ni mtu wa dini. Una akili sana. Sasa shida nini? Unaumwa? Yule mwanamke ana madrama kibao. Kila siku mitandaoni huko anauza jipya. Yaani wewe macho yako ndio yameenda kuona pale kwa lile kurumbembe la mjini. Hivi wewe kijana wangu, wewe ni kipofu wewe usiona, si ndio? Na kuuliza wewe kwamba wewe huoni
kwamba lile limeshindikana, limeshakubuu, wewe unaenda pale nitakuwasha makofi. Baba, lakini watu wanabadilika baba. Mimi naamini na uwezo wa kumbadilisha Jemima na akawa mwanamke mzuri, akawa wife material kabisa. Yani baba, tafadhali baba, nipeni basi chance ya kuwa naye tu. Mimi wala simpendi Yusra. Mbona mimi hamtaki kunisikiliza wazazi wangu? Hujui kitu kizuri we Muniri wewe eti? Na ndio maana umeenda kumvaa yule Jemima. Unahangaika na mijidada ile Muniri kweli? Hivi we unadhani yule binti ana mapenzi na wewe? Yaani kwa kumtazama tu yule Jemima, wewe unahisi ana mapenzi na wewe? Yule kwako kafata hela tu. Mbona vijana wenzako wadogo wenye hela wanatulia? Mfano mzuri yule kaka wa masimulizi, ankuje mapesa. Yule kaka mbona ana hela? Mbona katulia, hana hizo mambo? Kwa nini wewe kijana wetu unataka kuharibika mara baada ya kukua na hela? Hawa wanawake saizi wanafuata hela tu. Na kama ungekuwa una uwezo wa kumbadilisha huyo Jemima, asingekuwa mwanamke wa vile. Na nitamstopisha mkataba wa kazi na kampuni zetu zote. Tutatafuta modo mwingine ambaye wa kufanya naye kazi. Nilichukia sana kusema ule ukweli msikilizaji. Nilichukia zaidi ya sana. Nikasema mama, naombeni mnielewe. Siwezi kumwoa Yusra kabisa. Na siku nikioa basi mjue nitamwoa Jemima. Aha. Kama sijakuzaa mimi, utamwoa huyo Jemima wako. Na kama nimekuzaa mimi na nilikuweka katika tumbo hili miezi 9 na nikakuzaa kwa uchungu mkali, utamwoa Yusra. Hapo mimi msikilizaji nikanyanyuka kwa hasira, nikawa nataka kutoka nje. Baba akaniita, Muniri. Ikabidi simame, nikasimama. Wewe ni kijana wangu na mimi ni baba yako. Kama hutoweza kumooa huyu mwanamke Yusra ambaye sisi ndo wazazi wako tumekuchagulia, na kuambia ukweli Muniri, na kufuta kwenye makampuni yangu yote. Na sio hivyo tu, sitaruhusu ukanyage kwenye hii nyumba yangu. Na sio hivyo tu, utarudisha kila ulichokichuma kupitia kampuni zangu. Na kwenye ile nyumba kule, na kuomba uondoke. Kila kitu unachokimiliki kupitia jina langu mimi baba yako, utakirudisha hapa. Kuanzia sasa, nyumba zote unazozimiliki, magari yote unayoyamiliki, hoteli zote unazozimiliki, na sio hivyo tu, mpaka biashara zako wewe binafsi unazozimiliki, zote ninazitaifisha. Na akaunti zako za benki zote sitakuachia hata senti 100. Alafu nitakuacha sasa usimame wewe kama mwanaume, uanze upya maisha yako pasipo jina langu mimi. Alafu nenda kamuoe huyo kahaba wako mitandaoni Jemima. Alafu uone huyo Jemima kama atakubali wewe kukupenda ukiwa kwenye hali ya umaskini. Mimi mzazi wako ndo nakwambia, yule Jemima anakupenda kwa sababu wewe tayari umeshasimama, una mali zako. Sisi tunakutafutia mwanamke mwenye heshima, mwanamke mwenye nidhamu. Wewe unatuletea kibesi ya kwamba hutaki kumooa. Sasa basi, ukitoka hapa, nenda huko unakokwenda, lakini ufikirie. Nakupa masaa 72 tu uniletee majibu. Nje hapo sikutambui wewe kama kijana wangu.
Aise, wazazi wangu ni wameamua kunikomoa sasa. Yaani mzee anasema kabisa ya kwamba atanifilisi mpaka biashara zangu binafsi. Kiukweli msikilizaji, namjua babangu. Babangu wala hashindwi. Babangu ni mtu mwenye pawa kubwa sana kwenye masuala ya pesa. I know, najua. Nilitoka hapa nyumbani kwa wazazi nilikuwa nina hasira sana. Tena nilitoka huku nikabamiza na mlango wenyewe. Nikaenda moja kwa moja kwenye gari yangu. Kwanza nilinama kwenye usukani nikawa nawaza sana. Mimi moyo wangu nampenda Jemima kufa pona. Lakini leo hii nimwache Jemima? Ndio, sikatai. Jemima ni mwanamke wa mitandaoni, mwanamke ambaye anakaa sana nusu utupu, lakini ndo wanawake wa kisasa jamani. Kwa nini wazazi wangu hawaelewi hili? Wanataka kuniozesha mwanamke ambaye Aise, niliwasha gari, nikasepa hapa nyumbani kwa wazazi wangu maana sikuwa sawa kabisa. Nilipofika nyumbani kwanza nilivuta simu yangu na hapo nilikuta missed call nyingi vibaya mno. Zilikuwa ni missed call za Jemima. Jemima alikuwa amenipigia sana, lakini pia sio Jemima tu, na hata watu wengine pia walikuwa wamenitafuta. Ila sikuwa sawa. Nilihisi kabisa nilikuwa nahitaji kupumzika kwanza. Niliingia bafuni kwanza nikapiga maji ya baridi maana kwanza kichwa hakikuwa sawa msikilizaji. Yaani kweli mimi nachaguliwa kuoa, nina miaka 30. Leo hii wazazi wangu wananichagulia mimi mwanamke wa kumoa. Kwamba mimi sioni, kwamba mimi sijui kuchagua. Aise, nikaona hapa mambo yameshakuwa mengi. Nilipotoka sasa msalani, yani toilet, moja kwa moja nikaenda nikajitupa kitandani, lakini hapo nilikuwa niko hoi vibaya mno. Nikapitiwa na usingizi. Nilikuja kushtuka ilikuwa ni majira ya saa 2 hivi za usiku. Nikaona sasa kidogo walau kichwa kilikuwa kimetulia. Nikaamka, nikaenda zangu jikoni, nikapika pale ugali. Nikakanga pale na samaki na kisha nikala. Nilipomaliza nikarudi chumbani kwangu, hapo ndo nikavuta simu nikampigia kwanza Jemima mpenzi wangu. Nikampigia yeye. Jemima akapokea. Jemima alipopokea moja kwa moja akaanza kunilalamikia. Akaniambia, jamani baby, nimekupigia sana. Mbona ulikuwa upokea simu zangu? Nikamwambia Jemima, kwa nini umeposti zile picha za mimi na wewe kwenye akaunti yako ya Instagram? Jemima, mimi na wewe tulikubaliana nini? Jemima, tulikubaliana mimi na wewe mahusiano yetu tu yake hadharani. Tulikubaliana lini ya kwamba mimi unatakiwa uniposti Jemima? Nani alikwambia uyatambulishe mahusiano yetu Jemima? Jamani. Kumbe ndo maana ulikuwa upokee simu zangu kwa sababu umekasirika mimi kukuposti. Nisikilize Munir, mimi nimechoka kufichwa bwana we. Mimi nilitamani watu wajue ya kwamba namiliki mwanaume mzuri, mwanaume mwenye pesa, mwanaume handsome. Lazima nijivunie wewe baby. Sasa naachaje kujivunia? Tena so Instagram. Maana nimekuposti kote mpaka TikTok, nimepata likes, video yetu imeenda viral. Baby wewe upendi? Tunakuwa tuna mapenzi mazuri, watu wanajua tunapendana na mimi ndo nafurahi. Okay, sawa. Sawa, umepata likes, umepata comment, sawa. Sasa mbona umeposti picha ambayo haina maadili? Yaani kweli Jemima, yaani wewe katika picha zetu zote umeenda kuchagua picha ambayo tumekaa ovyo ovyo, picha ya bichi kweli? Wewe Jemima, wewe hujui wadhifa wangu mimi? Eti mama, hujui mimi ni mtoto wa nani? Hujui? Nakuuliza Jemima, hujui mpaka unafanya hivyo? Najua kipenzi, lakini mimi nilitaka tu kuamsha watu wawe active, wajue wewe ni mpenzi wangu kweli. Mimi mbonzo bana, mimi nina wivu. Maana ningepost tu kawaida wangesema ni picha labda ya boss wangu tu, au wangesema ni AI nimeedit. Wangeniambia mimi najitambishia tu kwako. Kwa mimi sikutaka hivyo, nilitaka ni post picha korofi waamini wewe ni mwanaume wangu kweli. Aise, namuelewa Jemima, namuelewa. Ni mwanamke ambaye anapenda sana kuweka mambo mitandaoni. Namuelewa Jemima. Nikamwambia Jemima, sasa wewe umeenda kushtua mpaka watu wangu wa karibu Jemima.
Jemima, ungeniambia basi mke wangu. Mbona unafanya vitu kwa kukurupuka? Hebu nakuomba unisikilize Jemima, kama unanipenda nakuomba kafute zile picha. Wewe unaposti vipi picha mimi nimekushika maungo yako? Jemima, sio kila kitu cha kuposti. Jemima, mimi ni mfanyabiashara mkubwa, unaelewa? Mimi wala sio msanii. Skendo hizi zinaweza zikashusha biashara yangu. Hebu nakuomba Jemima, nakuomba kafute zile picha. Nakuomba mama. Lakini picha zimepata likes. Jemima, nisikilize, sawa Zimepata likes, zimepata comment, zimepata nini? Sawa? Nakuomba ufute. Na sawa kipenzi, mimi sikujua kama wewe upendi, sikujua kama utamind hivyo. Sikujua kama unaona aibu kupostiwa na mimi. Haya, nafuta. Na ole wako. Ninachokuambia Jemima, sio wewe unalalamika tu. Na unaelewa kwamba mimi nakupenda Jemima. Au wewe hujui kwamba wewe ni mwanamke wangu mpaka uwaambie watu kwamba mimi na wewe tupo kwenye mahusiano? Hebu please Jemima, usiwe mwanamke wa hivyo mama. Haina maana, haina faida yoyote. Wewe kinachotakiwa kujali ni mimi vile ambavyo nakupenda Jemima. Kwenda kuwaaminisha watu upate comment, upate likes sijui huko Instagram, TikTok, Facebook, itasaidia nini? Inasaidia nini? Hebu nakuomba, hebu futa kwanza. Zifute hizo picha, ziondoe. Sawa, samani basi nafuta. Na poa. Hapo kwanza nilikata simu. Na baada ya muda kama wa dakika 3 hivi nikaingia Instagram, nikakuta kweli kafuta zile picha. Nikaingia TikTok, nikakuta kweli zile zote alizokuwa ameniposti zote alikuwa amefuta. Kwenye WhatsApp yangu nilipoingia nilikuta message zimejaza watu ambao mimi nafahamiana nao. Wananitumia ma screenshot wakiniuliza kwamba eti ni kweli mimi na date na Jemima ama ni vipi? Mnajua kwamba sikuhangaika kujibu message hata moja, nikawakaushia wote. Sasa nikawa nawaza sana kuhusu yale alikuwa ameniambia babangu. Mimi Jemima nampenda, lakini pia mali za babangu ninazipenda pia. Sasa nikawa nawaza. Wakati nawaza, brother yangu, kaka yangu akanipigia, nikapokea. Sasa kakangu Ahmadi ni mtu wa masiara. Akaanza pale dogo. Dogo kwa vizuri mwanangu. Wewe dogo, ile siku tupo kwenye gari mimi nakuuliza kama una date na Jemima. Wewe dogo, si ulinikatalia mimi wewe? Kiko wapi leo mwanangu? Umeumbuka. Mtu mzima kudadeki unaficha mahusiano Jemima shwaka posti. Wewe unajifanya wewe mtu wa dini, unanisemaga mimi kakako unapenda totos na shinda klabu. Dogo, kumbe na wewe mwanangu wewe simba mwenda pole. Kwa mwanangu ile Jemima lile goma mwanangu wewe umelishikilia. Dogo na balaa dogo. Hapo bro ananitania alafu ajui mimi niko kwenye mood gani. Nikamwambia sikiliza brother. Nini ambacho unakiongea? Ukiendelea kuongea unachokiongea bro, mimi nitakukatia simu. Sasa mimi namwambia niko serious. Brother yangu Ahmadi ni mtu wa masiara, kwa hiyo akawa anacheka tu. Anabana dogo, kumbe wewe mwanangu mbona unamkamatia Jemima dogo? Dogo, kwa mimi nilivyokuwa nakwambia Jemima namtongoza dogo, kumbe ulikuwa unanichola tu mwanangu. Kumbe umelishikilia lile goma mwanangu. Dogo. Naomba mzee, nimeona zile picha Jemima kaposti. Umeshika zigo lile kaka, unalilinda mali. Nikamwambia kaka Ahmadi, nakukatia simu. Sijisikii kuongea na simu kwa hayo mazungumzo ambayo unaniletea. Basi mdogo wangu bwana, nakutania, niambie bwana, uko poa mdogo wangu? Nikamwambia niko poa bro. Sasa mdogo wangu, mimi nakuja hapo kwako. Kuna kitu nataka tu discuss kwanza kidogo. Nikamwambia sawa bro, nakusubiri. Poa, nakuja hapo mdogo wangu. Kweli mpaka kufika majira ya saa 4 hivi za usiku, kakaangu Ahmadi akawa amefika hapa kwangu. Tulisalimiana pale vizuri tu. Bro akaanza kuniambia, nisikilize mdogo wangu Muniri. Nikamwambia ndio bro. Bwana, mimi nimetoka nyumbani kwa mzee. Oya baba akaniambia, leo ulienda pale nyumbani na kuna mambo mliyaongea. Na baba amesema kwamba kama hutomuoa yule Yusra atakuharibia kila kitu mwanangu kukuhusu. Nikamwambia kaka Ahmadi, ni kweli kabisa. Baba akaniambia hayo maneno. Lakini nikwambie kitu kimoja kaka Ahmadi, mimi hata sijali yani. Mimi kwa Jemima hunitoi hunibandui mzee wangu.
Alafu mimi sio mtoto wa kuchaguliwa mwanamke. Mimi na miaka 30, najielewa. Najua lipi baya, najua lipi jema. Kaka Madi, kama wazazi waliweza kukuhendo wewe, kukukontrol wewe, wakakuchagulia mwanamke na wewe ukakubali ukaenda kuoa, mimi siwezi kukubali hilo. Siwezi. Kaka Madi, mimi ni mwanaume. Mimi na connection nyingi sana. Alafu mimi nimesoma. Mimi nina masters. Nitatafuta tu kazi. Ila kumoa yule Yusra, house girl wa pale nyumbani, mimi sitakuwa na raha kwenye hiyo ndoa. Brother, mimi sina hisia na yule binti hata kidogo. Kaka Madi, yule mwanamke gani mimi kwenda kumoa? Bro, niangalie nilivyo. Look at me. I'm handsome boy. Na muonekano na mvuto. Leo mimi naenda kuoa house girl wa pale nyumbani. Si bora hata kama ningekuwa nimetia mimba labda kweli. Sina hisia naye, kwanza simpendi, alafu wazazi wangu wanalazimisha nimoe. Kaka, bora wewe kaka Madi ulichaguliwa mwanamke mzuri. Yaani wazazi wangu mimi kama wamenikomoa, mwanamke gani sasa ule umekwenda kuoa? Kaka mimi hapana ise. Mimi nitaendelea kustiki na Jemima, nitaendelea kusimama na Jemima mpaka kieleweke. Muniri mdogo wangu, nakusikiliza bro. Unajua mdogo wangu, mimi kakako, elimu yangu ya kuungaunga, si unajua? Na ndio maana baba mimi haniamini kabisa kusimamia mali zake. Si unaelewa hilo mdogo wangu? Nikasema yeye kaka naelewa. Sasa baba amesema kama atakuona wewe ukiwa unaendelea kuwa kwenye mahusiano na Jemima, si atakutoa wewe kwenye makampuni yake kuwa CEO, atakutoa na hiko cheo atampa yule mtoto wa nje ya ndoa, yule Maliki. Sasa Muniri mdogo wangu, kweli wewe uko tayari hizi mali za baba akamilikishwe yule dogo wa nje ya ndoa kweli? Kwa yule mdogo wetu wa nje ya ndoa ndo aje tumiliki sisi, atuongoze sisi kwenye kampuni za baba? Hebu nisikilize Munir, usiruhusu iko kitendo. Kwani wewe Jemima akakupa nini kaka? Kubali kumoa yule Yusra. Oa tu hata ndoa ya kimya kimya yani. Ukimoa kimya kimya, huyo mwanamke wako Jemima hatojua. Alafu pia Munir mdogo wangu, nasahau wewe ni Muislamu, unaweza kuongeza wanawake hata 3 huko mbeleni. Una uwezo wa kumoa huyo Jemima akawa ni mke wa pili. Ila usije ukamwacha yule mtoto wa nje ya ndoa, yule ndo akapewa urithi wa mali za baba. Hii itakuwa noma mdogo wangu, itakuwa noma mdogo wangu, nakuomba. Yaani kweli mwanangu, hii yani mbunye tu, hii mbunye hii ndo itufanye mwanangu tukose urithi kutoka kwa mzee. Kweli mwanangu, mambo ya kudinyana tu. Usiruhusu hilo mdogo wangu. Yule mtoto wa nje ya ndoa akipewa huu utajiri, mdogo wangu, si tutanyanyasika. Mbona madem vitu vya kawaida mwanangu? Hebu relax mdogo wangu, sawa? Relax. Hizi mbunye zote tamu ndugu yangu. Wanawake ni wale wale. Utamu ni ule ule, kama kuzidiana ni joto tu. We yule Yusra unaweza kumwona mbaya, ila mimi nakwambia mdogo wangu, yule Yusra ni pisi moja mzuri tu. Amekosa tu matunzo, ndio maana amekaa kama house girl mule ndani. Lakini yule ukimchukua ukimoa yule ukamtengeneza, Jemima mwenyewe aoni ndani kaka. Kaka Madi, mimi nakuelewa. Nakuelewa vizuri. Lakini kaka, hivi yule Yusra yule amewashawishi nini wazazi wangu? Lakini mpaka wazazi wangu wamekuwa yani hawaambiliki, yani wataki kunisikiliza hata mimi mtoto wao. Mimi yule house girl anivutii kaka, yani anivutii. Mdogo wangu Munir, yani najaribu kuvuta picha ukishamuoa yule house girl, hiyo ndani ya ndoa kuna kuaje ndugu yangu. Lakini mdogo wangu Munir, mimi nataka nikwambia yule demu yule sio mbaya. Sio mbaya wa sura.
Sema tu yule Yusra yule anapenda kujifunika yale majuba. Yaani mpaka wakati wa joto ukienda pale nyumbani unamkuta na mabuibui meusi. Ila ndio ashakuwa shemeji. Mdogo wangu wewe kubali tu, wewe muoe. Kwani kitu gani kaka? Mdogo wangu Munir, usisahau hata wazazi pia na mimi walinichagulia mwanamke. Ila sasa kwa upande wako wewe mdogo wangu umepigwa na kitu kizito zaidi kuliko hata mikakako. Alafu unajua yule binti yule Yusra yule anahisi sisi ni watu wa dini sana, kutokana na mzee ni mtu wa dini. Na hata yeye mwenyewe ukimtazama Yusra ni mtu wa dini sana. Na ndio maana baba na mama wanamwamini sana Yusra, kwa sababu Yusra ni mtu wa dini sana. Sasa mdogo wangu, we muoe. Huko mbele huko unampiga hata talaka, mnaachana, alafu maisha yanaendelea. Yaani ukishamuoa yule Yusra unakaa naye miezi 3. Ukishakaa naye miezi 3, baba atakukabidhi mali zake zote. Sawa? Baba akisha kusainisha ile mikataba nini, makampuni yake yote, tunamtafutia bonge la sababu yule Yusra ya kudadeki. Akishaingia kwenye mfumo, kwenye 18 zetu, tunampiga talaka hizo 3. Alafu hapo maisha yanaendelea kama kawaida. Unamvuta Jemima wako, mbona inakuwa hizi tu mdogo wangu? Na hapo baba hawezi kuongea kitu, maana atakuwa ameshakukabidhi kila kitu. Okay. Sawa bro, mimi nimekuelewa. Lakini je, unahisi wazazi wetu watakubali kweli mimi nifunge ndoa ya kimya kimya? Nisikilize mdogo wangu Muniri, wewe ukishafika kwa wazazi waambie umekubali kumwoa yule house girl, lakini unataka ndoa iwe ya kimya kimya. Waambie kwamba wewe hutaki mambo mengi na wasialike watu wengi. Wawepo ndugu zetu tu, tena hao ndugu zetu wenyewe wakuchagua wewe wachache. Mbona hiyo haisumbui mdogo wangu? Afu mimi nitakuepo hapo, nitasupport hilo swala. Ili mimi sitaki hizi mali ziende kwa yule Maliki, yule mtoto wa nje ndoa yule bwana. Wewe unajua jinsi gani baba yetu ana pesa mzee wangu. Pesa zote anamwandikisha yule dogo, inakuaje? Ndio, okay, sawa, nimekupata bro, haina shida. Sasa mwanangu, mdogo wangu unajua una demo mkali sana mdogo wangu. Jemima yule mzuri mwanangu, yani mwenye nawaza ukimwacha Jemima yule. Wewe. Na ndio maana mimi Jemima alinikataa. Kumbe mwanangu wewe mdogo wangu ndo unakula pale. Sema ina noma. Mimi sasa hizi natulia na mke wangu bwana. Nikamwambia acha hizo mzee. Unajua Jemima ile kuniposti ndo amezidi kuwasha moto kwa bi mkubwa. Yaani unajua leo nyumbani kimewaka vibaya mno. Wazazi wameona zile picha za Jemima, wameona zile picha zangu. Sikiliza Munir, mama yako hamtaki Jemima. Hata mimi mama kanilalamikia kinoma mwanangu. Lakini kumbe ndo usingizi wako ule kaka. Acha tu ndugu yangu, acha tu ndugu yangu. Naam. Hapo sasa niliongea sana na brother. Niliongea naye sana pale na akaniomba sana nisitumie hasira katika hili jambo, maana nitaharibu kila kitu. Maana sio baba yetu, sio mama yetu, maneno yao yako very serious. Nikaona sasa hapa kwanza ninachotakiwa kuweza kukifanya, nitulize kwanza kichwa, nifanye yale maamuzi yaliyo sahihi. So ni lazima nikubali kumwoa yule binti, yule house girl, ili kukwepa baba kumpa yani mamlaka makubwa sana yule Maliki wa mtoto nje ndoa. Basi usiku sasa ndo bro sasa akaondoka. Nikamwambia bwana bro, msalimia sana shemeji. Akaniambia poa bwana. Basi baada ya bro kuweza kuondoka, mimi nikaingia chumbani kwangu. Nikawa naongea na mpenzi wangu Jemima. Basi Jemima akawa anadeka kweli kweli, na mimi ndo namdekeza vibaya mno. Jemima akaniambia, baby, kesho nitakuja kulala kwako. Nikamwambia no baby, usije, mimi ndo nitakuja kwako. Hapo msikilizaji, sikutaka Jemima aje kwangu, maana niliamua kumoa huyo Yusra. Na muoa Yusra ili niendeleze mali ambazo za mzee. Mali hizi zisije zikaenda kwa yule ndugu yetu wa upande wa pili.
Sasa nikaona ni mapema sana nianze kumvunjia mazoea huyu Jemima, asiwe anakuja kwangu, naanza kukata ile minyororo ili mambo mambo yakaje kuwa mengi huko mbeleni. Nikamwambia, sikiliza Jemima, mimi nitakuja kesho huko kipenzi changu, wala hata usijali. Sawa? Vipi lakini uliniahidi utaenda Dubai, tutaenda Dubai next week kwenda kuenjoy baby. Kwa safari yetu ipo kweli Dubai? Nikamwambia, yes baby. Safari Dubai ipo na wala tutasiwaze na usiwe na shaka mke wangu. Wewe nenepa na uwe na amani. Okay, sawa baby. Hapo msikilizaji, nilimpromise Jemima nitaenda naye. Maana nilikuwa nina kikao huko cha kibiashara. Basi nikaongea sana na mpenzi wangu Jemima usiku sana, tukaagana nikalala. Nilishaamua kumwoa Yusra yule house girl, maana kaka aliniomba sana nikubaliane na hili jambo la wazazi. Ila nilishapanga sitafika naye miezi 3, nitampa talaka na nitamtafutia tu sababu yoyote ile. Basi kesho bwana, kweli niliwahi kazini mapema sana. Siku hii nilikuwa nina majukumu mengi sana, na mchana nilimpigia simu mamangu. Alipokea. Mama akaniambia, "Haya, niambie wewe mtoto, uliyejizaa wewe mwenyewe, maana mimi sio mama yako." Nikamwambia, "Mama, usitamke hayo maneno makali. Mimi nakuja nyumbani jioni ili tuweze kuongea vizuri. Na nakuomba mama usiwe na hasira na mimi, mamangu mzuri. Unakuja na majibu mazuri, si ndio? Au unakuja kusema tena huo upumbavu wako?" Nikamwambia, "Mama, mimi nitakuja tuyajenge huko mama." "Haya, nakusubiri." Hapo sasa nikampigia simu kakangu Ahmadi na nikaomba anipeleke home. Tukaongea na wazazi kuhusu swala langu, na kaka akaniambia, "Wala hakuna shida mdogo wangu, fresh tu tutaenda." Nikamwambia, "Poa." Basi kweli majira jioni nilipotoka kazini, nikamshtua kaka na kwa pamoja tukaenda nyumbani. Yaani nyumbani kwa wazazi wetu. Ila hatukumkuta yule house girl Yusra, hatukumkuta, na wala sikumuulizia ya kwamba kaenda wapi huyu binti, na wala hata sikuwa nataka hamu ya kujua kwamba yuko wapi. Basi baba pale akaanza kusema, "Umekuja na sera gani we Muniri?" Nikasema, "Baba, mama, mimi hapa nimekubali kumwoa Yusra." Alhamdulillah. Asante Mwenyezi Mungu. Muniri, unayosema ya kweli? Nikamwambia, "Ndio mama, nimekubali." Hata mimi baba yako nimefurahi kusikia hayo maneno. Yaani usichokijua kijana wangu Muniri, sisi ni wazazi. Na sisi wazazi tunaona mbali. Tuna jicho la tatu kuona kwamba huyu ni mke, huyu sio mke. Lakini sio kwamba tunakuingiza we kwenye moto wa jehanamu. Wewe kwa kumwoa Yusra tunakuweka sehemu salama mno. Sehemu ambayo wewe utapata raha ya maisha na utapata amani ya familia. Sijui unanisikia we kijana wangu? Baba, nimekusikia. Ila baba, mama, mimi naombi moja tu langu. Kwenye hili basi nawaomba wazazi wangu mnisikilize kama vile ambavyo mimi nimewasikiliza kukubali kumwoa huyu Yusra ambaye ni house girl hapo nyumbani. Kiukweli wazazi wangu, mimi nitamwoa Yusra kwa moyo mmoja, ila sihitaji ndoa yenye sherehe. Nataka nimwoe mke wangu Yusra kimya. Yaani sitaki pilika zozote zile. Mwanangu, mbona hilo halisumbui? Nyie kuweni na amani. Si tulichokuwa tunakitaka ni ndoa tu. Hapo mama alipokubali, moyoni nikasema yes. Nitaificha hii ndoa kama vile bangi mbele ya polisi. Nitamficha huyu Yusra huyu. Hata Jemima mwenyewe hatokaa akajua kama mimi nimeoa. Basi mama akasema, "Yusra, unajua ni binti mzuri sana Muniri. Sijui unaelewa kijana wangu Muniri. Usione sisi tunakuingiza sehemu ambayo sio nzuri. Mwanangu, najua unachanganyikiwa na yale majuba anayovaa. Lakini nakwambia kitu kimoja kijana wangu, hautojutia kwa huyu Yusra. Ukimwoa yule binti, hautojutia. Kizuri na chenye adabu kipo kwa Yusra. Yaani mzuri, ana adabu. Na kitu kizuri chenye adabu lazima kifunikwe. Mwanangu, hayo makurumbembe yanayoacha wazi miili yao, kila mtu anaona miili yao, haviwezi kuwa vizuri Munir. Haviwezi kuwa vizuri hata siku moja. Mwanamke stara,
mwanamke heshima, mwanamke kuficha maungo yake. Ujomba kama moyoni nikawa nasema hizi propaganda mama anasema za nini sasa? Ili hali mimi nimeshakubali kumwoa huyo mtu wao. Wakati mimi naendelea kujitafakari moyoni mwangu, mama akasema, "Haya sawa. Na Yusra amesharudi kwao. Na sisi kesho tutaanza kufanya process zote za ndoa. Baada ya wiki 2 tunataka we uoe." Nikasema sawa mama. Ila mama anaendelea kusisitiza anataka ndoa ya kimya kimya. Niliposema hivyo nikaona baba anatabasamu. Baba akaniambia sawa, hilo limekwisha. Sasa hapo kakaangu Hamadi ndo akauliza, "Kwani Yusra anakaa wapi?" Mama akasema, "Anakaa kwao huko Singida. Ni Mnyaturu yule." Mama alipojibu, kaka Hamadi alivyokuwa mnafiki, akasema mbele ya mama, "Yule mama, unajua yule binti ni mrembo kweli kweli yani." Hapo kaka anaongea huku ananiangalia mimi. Mimi nikajua kabisa bro huyu anafanyaje? Kuna aina fulani hivi kama ananichokonoa. Basi mama ndo akadakia, "Yaani, Hamadi wewe ndo una macho mazuri. Yule binti ni mzuri mno, ni mrembo haswa. Na mshangaa huyu mdogo wako Muniri, yeti ya haoni ya kwamba Yusra ni mrembo." Hapo kaka Hamadi basi ndo stories zikanoga na mama. Kaka Hamadi akawa anapigilia msumari. "Asa mama, unajua huyu dogo huyu macho yake huyu hayafanyi kazi. Yusra mrembo bwana." Hapo nilikausha kimya. Basi bwana, tulivyomaliza maongezi haya ya kifamilia, mimi nikaondoka na bro nikampitisha kwake, lakini sikupita hivi nikashuka nikaenda kumsalimia mke wake, yani shemeji. Nikazugazuga pale walau kama dakika 3-5 hivi nikaaga, nikasepa. Lakini shemeji, wakati nataka niondoke, shemeji akaniambia, "Hapana, usiondoke bila kula bwana." Nikamwambia shemeji, "Hapana. Mimi nipo poa, niko sawa." Hapo msikilizaji, Jemima tayari alikuwa ashanipigia simu na Jemima akaniambia kwamba kaniandalia chakula. Kwa brother yangu Hamadi akamwambia mke wake, akamwambia, "Bwana mke wangu achana naye huyo dogo. Anaenda kula kwa aliyemposti siku zile." Kaka aliposema hivyo mbele ya mke wake, nikamuona yule shemeji anacheka. Nikaona bro kashaanza drama. Kaka anapenda sana kunitania. Na mimi ni kaka yangu na tunapendana mno. Japo mimi ndo nasimamia mali zote za mzee, ila kaka hajawahi kuwa na jealous na mimi hata siku moja. Basi nikaaga pale kwa bro na moja kwa moja mimi nikaenda kwa mwanamke wangu mrembo kuliko yani kushinda wote dunia nzima, anaitwa Jemima. Basi kweli Jemima akanipokea pale vizuri mno. Jemima akaniambia, "Nimekumisi sana jamani mpenzi wangu." Hapo Jemima akanikaribisha mezani kwanza. Nikapiga pale msosi vibaya mno. Niliposhiba akanipeleka bafuni tukaenda tukaoga. Jemima akaniambia anataka nimtoe out usiku huo. Anataka kwenda sehemu kunywa kidogo kushtua mwili. Nikamwambia okay poa tuenzetu. Basi akapiga pale viwalo vyake pale vya Knight Club. Issue ni kwamba Jemima anapenda sana kuvaa nguo fupi fupi. Yaani hapo ndipo tunapogombanaga mimi na yeye. Mimi ni mtoto wa shekhe, anafanyaje mambo kama hayo? Hivi msikilizaji, si unajua zile nguo za mastaa, masistadu, zile nguo za club, nadhani mnaelewa. Sasa mimi kama gaida yangu nilipomwona tu Jemima, nikamwambia Jemima, vua hiyo nguo. Afu Jemima, hiyo nguo mbona mimi siitaki? Mara ngapi nakwambia mbona unisikii? Vaa suruali tu ndefu. Sasa unavaaje nguo hivyo rafiki yangu, inakuacha kila kitu. Ukitanua hivi miguu mpaka kufuli la ndani linaonekana. Ndio nini sasa? Jamani Munir, si tunaenda sehemu ya kunywa, si tunaenda club, manguo majinsi ya nini? Nikamwambia nisikilize, staki, kabadili hiyo nguo. La sivyo mimi siendi. Akanuna. Basi siendi. Mimi siwezi kwenda club na majinsi naenda kama msibani na mimi siendi. Hapo Jemima akakaa kitandani. Lakini alikuwa amekasirika. Eti kanuna. Nikamsogelea Jemima na kisha nikamuuliza, Jemima, umechukia? Na ndio maana hutaki kwenda tena, si ndio? Ndio bwana, mimi siendi tena. Hapo nikamwangalia sana huyu mchumba wangu, nikamwambia haya, twende basi. Lakini naomba iwe hiyo ndo mara yako ya mwisho na mwanzo, yani iwe mwanzo na mwisho. Sitaki tena kuona hii nguo unaivaa. Okay, basi poa.
ikiisha leo mimi sitovaa tena kipenzi changu. Nikamwambia okay sawa mrembo wangu. Kweli hapo nikamshika mkono Jemima, nikaondoka naye. Hapo nilikuwa nimevaa kofia, yani ile kepu ile ya kuficha sura yangu kidogo, nikawa nimeishusha hivi. So unajua mimi mtu mambo ya mashughuli mimi sio vitu vyangu, kwa nikawa nimeishusha hivi kidogo. Nikaenda na mchumba huko klabu. Klabu ilikuwa ni classic sana, yani nzuri mno. Yani haingii mtu wa kawaida. Nikatulia sehemu pale na mchumba, tukaagiza pombe, tukawa tunakunywa. Hata pombe nilianza kunywa kwa sababu ya Jemima. Ninavomleta klabu na mimi ndo nilikuwa najifunza kunywa pombe kusema ule kweli. Kwenye hilo nakiri kabisa msikilizaji. Basi nakumbuka tulikunywa sana mimi na Jemima. Japo mimi sikuwa mnywaji sana kama Jemima, ila nilikuwa natumia pombe. Basi tulivotosheka mpenzi wangu huyu akaniambia, "Twende nyumbani nimelizika mpenzi." Nikamwambia okay sawa, hakuna shida. Nilimshika pale mkono nikatoka naye mpaka parking, tukaingia ndani ya gari tukaelekea huko kwake. Na nikalala na mchumba. Na sikupanga kumwambia masuala ya mimi kuoa mwanamke mwingine. Sikutaka kabisa kumshirikisha Jemima. Tena nilipanga kumficha asijue lolote lile, kwa sababu niliofia huyu nikimwambia ukweli ya kwamba bwana mimi naenda kuoa kimikakati, alafu huyu mwanamke nitampa taraka. Nikimwambia huyu ukweli hataweza kunielewa. Alafu anaweza kaniacha, ili hali mimi bado namhitaji sana Jemima. Jemima mimi ananipatia sana kitandani, nasema ule ukweli. Na pesa zote mimi ndo naombewaga hapo kitandani. Yaani Jemima anakitaka pesa kutoka kwangu, ananikatikia mauno kitandani ndo ananiomba. Yaani vile ambavyo nachezea utamu ndo pale ambapo Jemima ananipigaga vizinga vya hela. Na mwaga hata sijielewi. Na muitikiaga tu. Najikutaga na mwaga tu pesa. Msikilizaji, usiige kama una hela. Usiige kama una hela. Yaani kama una hela, mwanamke ndio yuko kitandani anaikatikia pale, alafu anakuomba hela. Kama una hela hata akikwambia 50,000 tu au laki. Chololo yenyewe yote inanywea. Umo ina sizi. Kwa sababu unakuwa na mawazo na stress, hela unatoa wapi? Lakini ukiwa tajiri hivi, una hela zako kama Uncle Jay simulizi, Uncle Jay Mapesa. Pale unapomkatikia ukimwambia tu Jay, na shida ya milioni 1, anakuambia usijali mama. Ngoja nikiuza simulizi nakupa. Ndo raha ya kudate na watu wenye hela. Kadeti sasa na mtu ambaye ana hela. Uikatika eti kimwambia baby nataka ya kusukia. Utaona kila ukifanya hivi mbona kama hamna kitu. Kifanya baby vipi? Iko sawa? Mwenzio muda sana nawaza hiyo 15,000 20,000 atatoa wapi? Ngome inakuwa iko dele hivi dele. Basi bwana, baada ya siku 3 mzee wangu ambaye ni babangu sasa akaniambia kwamba wameshapeleka barua kwa kina Yusra yule house girl. Kwa mimi natakiwa nijiandae. Wiki ijayo mimi natakiwa nikafanyaje? Niende nikaoe. Kiukweli, msikilizaji, kwenye kuoa sikuwa na shaka na hilo. Maana tulikuwa tumealika ndugu tu. Tena ndugu wenyewe ni wachache sana. Na ndo hivyo ambapo mimi nilikuwa nataka, yani kwamba tusialike watu wengi. Nilikuwa nataka ndugu tu wachache. Basi nikamwambia sawa baba, hakuna shida mzee, tuko pamoja kwenye hilo. Kweli bwana, siku zikakatika na ikakaribia siku yangu mimi ya kumoa nani? Yusra. Yaani hapo mzee aliniambia tunaanza safari kesho kuelekea Singida. Mimi kesho kutwa yake ndo naoa. Hapo kwanza nilishampanga mshikaji wangu yule anaitwa Roshi yule. Nilimpanga juu ya hii ndoa na nilimueleza kabisa kwamba bwana mimi sitakaa sana kwenye hii ndoa na huyo mwanamke. Napita naye afu nampa talaka. Maana sina mpango naye kabisa huyo demu mwenyewe. Ila namuoa tu kwa sababu mimi na kaka yangu Hamadi hatutaki hizi mali za mzee zihamishwe akapelekwe yule Malki mtoto wa nje ya ndoa. Kwa mshikaji wangu Rosha akaniambia wewe mwanangu, mimi fanya na kuelewa mwanangu. Hata hilo pia unalolipambania ni la umuhimu kaka, usiruhusu mali za babako zikaenda kwa mtoto wa nje ya ndoa. Lipambanie hilo, kila kitu kitakaa sawa, wewe muoe afu mpige chini. Nikasema poa mwanangu, hamna shida. Na nakumbuka kabla sijaenda Singida kuoa, basi kwanza nikaenda kwa Jemima. Nikaongea naye. Jemima nikamwambia sikilize Jemima, mimi nasafiri naelekea Singida kibiashara, nitakaa huko kwa siku 2. Jemima akasema basi twende wote bwana baby, natamani na mimi kwenda huko Singida.
Hasa naendaje na Jemima kwa mfano? Mpaka nikajuta kumshirikisha. Nikamwambia usikiliza mke wangu, kinachonipeleka mimi Singida ni kitu ambacho ni very sensitive issue, na ndo naenda kule na nitakuwa busy sana. Hebu nakuomba sana unisubiri kipenzi changu Jemima. Jemima akagoma. Jemima aligoma. Yani Jemima kana anataka twende wote. Ana force twende wote. Aligoma sana. Anataka kwamba niende naye huko Singida. Nikamwambia sikiliza bwana wewe. Jemima wewe si unataka gari aina ya Range? Ndio baby. Okay, niache mimi niende. Nikirudi huko na kununulia. Yani wewe nenepa. Gari itakuwa zuri, sio kama lile la Mozeyobo na Mashalavu ile kile cheti cha AI. Kweli mpenzi? Nikamwambia ndio. Kwani nimeshaye kukudanganya bwana? Haujawahi kunidanganya mume wangu. Nikamwambia basi sikiliza, niamini mimi mke wangu. Naenda nikirudi na kununulia Range. Uwe na amani. Baby nitafurahi sana, maana si unajua tena huku Range hamna mtu anaendesha Range. Si unajua tena Tanzania nzima hamna anaendesha Range zaidi ule mkaka wa masimulizi Uncle Jay Simulizi, na ninatamani. Nikamwambia usitamani vya mwanaume mwingine. Mimi ile hali nipo. Mimi nikitoka huku na kununulia Range, kwa hiyo utakuwa ni mtu wa pili kuendesha Range Tanzania nzima. Wewe ndo utamu wangu. Hapo sasa kaanza kunipa maneno matamu. Wewe ndo utamu wangu. Nikamwambia nenepa kuhusu hilo kabisa, wala hata usiwaze. Sawa kipenzi changu? Basi nakuruhusu uende. Ila ukirudi tunaomba ununulie basi hiyo gari. Nikamwambia usiwaze, kuwa na amani. Kweli bwana, hii siku akanipa utamu. Na usiku sana mimi nikamuaga Jemima ya kwamba naenda kujiandaa na safari, so sitoweza kulala hapa kwake. Jemima akaniambia sawa, na kutakia safari njema kipenzi. Nikamwambia okay sawa mamangu. Hapo bini karudi mpaka nyumbani kwangu. Hapo msikilizaji, sijajiandaa kwa chochote kwa ajili ya ndoa na huyo house girl Yusra. Yani hata kanzu ya kwenda kuolea kudadeki sikununua. Simpendi Yusra nyinyi, simpendi nyinyi mjui tu. Ila sasa brother yangu Ahmadi akanipigia, akaniambia wadogo uko wapi? Nikamwambia brother nipo kwangu, nipo huku Kibamba. Oya poa basi kesho asubuhi na mapema nini tunapitia hapo. Tunaanza safari yetu ya kwenda Singida. Hebu jikaze mdogo wangu, jikaze ili jambo lipite. Nikamwambia poa kaka. Ila sijafanya maandalizi yoyote ya kwenda kuoa. Sijanunua kanzu ya kuolea. Yaani niko tu kama nilivyo. Kwa huko nitachukua yoyote ile ili iwe kanzu. Kwanza sinunui. Mimi ninazo kanzu kabatini. Nitachukua, nitaangalia nzuri nitachukua. Kaka kaniambia wa mdogo wangu sio kweli. Kwanza mimi nishakununulia kila kitu bwana harusi. So kuwa na amani kabisa. Nikamwambia poa brother. Msikilizaji, nakumbuka hii siku nililala kwa shida sana. Yaani kila nikifikiria ya kwamba kesho kutwa ndo naenda kumuoa mwanamke Yusra, mwanamke nisiyempenda. Oh my god. Mwanamke gani yule? Hanivuti hata kidogo. Sina hisia naye. Yaani ule siku ikatokea ndo nadinyana naye kwenye ndoa, inabidi nianze kuvuta hisia za Jemima. Yaani Yusra hanivutii. Ila sikuwa na jinsi bwana. Maana baba alishaniambia atanitaifisha kwa kila kitu, na mimi sikutaka hilo. Maana namjua babangu, ni kweli anaweza akanifanyia hivyo. So nikaona okay, acha nikaoe, alafu mambo mengine nitajua tu mbele ya safari. Basi mawazo yalikuwa ni mengi sana msikilizaji. Sikumbuki hata ni saa ngapi ndo nilipitwa na usingizi. Sikumbuki. Kesho yake alfajiri nilipitiwa hapa kwangu na gari ya familia. Kwa tukaanza safari sasa ya kuelekea wapi? Singida. Hapo tulikuwa familia nzima. Na maanisha alikuwepo baba, alikuwepo mama, alikuwepo kakangu Hamadi, alikuwepo mke wake Hamadi ambaye ni bro wangu. Huyo mke wake mimi namuita shemeji. Nilikuwepo mimi kwenye hiyo gari, na kulikuwa kuna ndugu tayari walikuwa wameshatangulia. So tutawakuta huko Singida mjini. Basi bwana safari kaanza pale. Lakini kiukweli sikuwa na furaha. Hata nyinyi wenyewe mnajua sikuwa na furaha. Nilikuwa natamani ndo ingekuwa naenda kumooa Jemima wangu. Ila ndo hivyo, wazazi wamegoma kunielewa. Sikuwa na jinsi bwana. Njiani nilikuwa na chati sana na Jemima, yani sana tu. Yani nilikuwa niko busy vibaya mno na simu. Na kakaangu Hamadi yeye ndo alikuwa anaendesha ile gari. Mpaka kufika saa 12 jioni tulikuwa tumeshafika Singida. Tukaingia katika hoteli kubwa sana pale Singida mjini, na kila mtu akapewa chumba chake na mimi nikapewa chumba changu. Nilifikia kujibwaga tu kitandani, lakini nilikuwa na stress vibaya mno. Mawazo yalikuwa mengi mno. Mara mlango wangu bwana ukagongwa.
Nilipoenda kufungua mlango, alikuwa ni baba yangu. Nikamkaribisha ndani mzee akaingia. Mzee akaenda akakaa kitandani na mimi nikakaa pembeni yake. Baba akaniambia, "Sikiliza Munir." Nikamwambia, "Ndio mzee, nakusikiliza." "Munir, kijana wangu, umepata mke mzuri sana. Mungu akusimamie. Najua wewe humpendi yule Yusra, najua humpendi kabisa. Ila kijana wangu, hebu jifunze kumpenda yule binti, hautojutia. Yule binti ni mzuri sana na nina imani mtaanzisha familia yenu yenye upendo mno, familia yenye misingi ya dini, na hautojutia kabisa kijana wangu. Yule Yusra ni mwanamke na nusu." Nikamwambia, "Okay sawa baba." Hapo msikilizaji, sikutaka fujo kabisa, wala sikutaka kelele na baba. Nikamuitikia tu fresh, yani kama vile nimeridhika mimi kwenda kumwoa huyo mwanamke. Lakini moyoni mwangu nafanya basi tu kwa kuwa sina jinsi. Basi baba kaongea pale, akamsifia sana Yusra. Mimi nilikuwa namsikiliza tu mzee, namsikiliza. Baba alipoona nimemuelewa, akanyanyuka akaenda chumbani kwa mke wake. Sasa hapo nikawa nimetulia, lakini nilikuwa nawaza sana, naingia katika ndoa na mwanamke ambaye sina mipango naye yoyote, ila nyie, yani simuhitaji hata kidogo. Nikiwa nawaza bwana, si akaja kakaangu Hamadi akaniambia, "Sikiliza mdogo wangu, usiwaze. Kuwa free kabisa mdogo wangu. Na ujue kabisa unafanya hivyo kwa ajili ya mali zetu mdogo wangu. Na baada ya muda utampiga taraka yule Yusra na kila mtu afanye maisha yake mdogo wangu, usimaindi." Nikamwambia, "Naelewa bro. Ila naogopa sana. Je, mwanamke wangu Jemima akija kulijua ili mimi nimeoa itakuwaje kaka?" "Sasa Jemima mwambie nani? Mdogo wangu, hebu tulia bwana. Ndoa yenyewe ni ya kimya kimya hii. Ndoa yenyewe ni ya familia hii. Hakuna ambaye atakayemueleza Jemima. Hebu kuwa na amani mdogo wangu." Nikasema, "Sawa kaka. Sikiliza. Mdogo wangu, mimi najua Jemima wewe kakuvuruga kijana. Kakushika kweli kweli na umeshikika mwanangu, muda wote unamwaza yeye tu Jemima." Nikamwambia, "Ndio kaka, uko sahihi. Yaani kama ningemoa Jemima, ningefanya sherehe kubwa mno mpaka hii daa ingesimama. Yaani daa ingetikisika. Ila kwa huyu kaka hapana ise." "Nisikilize mdogo wangu Munir, utapata tu hitaji la moyo wako." Nikamwambia, "Nakuelewa kaka." Basi kweli hapo niliongea sana na bro wangu Hamadi, naye akaenda kupumzika na mkewe, nikabaki room mimi mwenyewe. Na hapo ndipo nikampigia Jemima, tukawa tunaongea kwa video call. Basi mtoto akaanza kunifanyia pale mambo ya video call. Si mnajua tena ile kwa njia ya video call. Nyinyi Jemima anajua kunivuruga nyinyi. Nyinyi acheni. Jemima ananipa mahaba hata kama nikiwa mbali. Na enjoy. Basi tulidinyana kweli kwenye simu. Na usiku sana ndo tukagana tukalala. Asubuhi mimi sasa ndo niliamshwa na brother yangu Hamadi kwamba inatakiwa nianze kujiandaa. Kwa nikaanza pale kujiandaa. Nikavaa pale kanzu na kuna mshikaji alikuja pale akanifunga kilemba kichwani vizuri. Kakangu Hamadi akawa ananitania kwamba umewaka kinoma mdogo wangu, bwana harusi umewaka. Nikamwambia, "Bro, kausha mwanangu, unanitoa kwenye reli." Kwa kaka akawa anacheka tu huko anazao, "Mwanangu, unaenda kumoa shemeji yangu Mijuba, yule shemeji Mijuba yule shemeji." Hapo mimi nikanuna. Nikamwambia, "Bro, unanijua, sikawi kugairi. Mpaka mimi namuoa huyu mwanamke ni kwa sababu yako wewe bro, usinitibue." Basi mdogo wangu bwana harusi tusifike huko bwana, tutakosa kula ubwabwa." Sasa tukiwa tunaongea hivyo, baba akaja pale. Baba alipokuja akasema, "Haya vijana wangu, twendeni haraka. Muda unaenda. Tunataka ndoa ikamilike kabla ya swala ya adhuhuri." Yaani swala ya saa 7 ile. Basi kweli bwana, tukatoka tukaingia ndani ya gari. Na hapo safari ikaanza ya kuelekea kwa kina Yusra sasa. Basi tukaanza kuingia ndani, palikuwa ndani hivi kidogo kwa kina Yusra na wala hapakuwa mjini. Nikasema, sijui naenda kuoa sehemu gani. Basi bwana tukafika mpaka kwa kina Yusra. Magari yakapaki pale. Ni wanaonekana ni watu wa kawaida mno.
ila nilielewa ni watu wenye dini mno. Maana hata ndugu zake niliokuta wamevaa kama anavyovaa Yusra, mabaibui, majuba, yani anajificha kila kitu. Yani kwa Yusra huoni hata kucha yake. Ndikaona kumbe ndo wale familia hii. Milo inakuja kwa watu wa design hii kweli. Wanawake hata wapostiki. Niache kumwoa Jemima. Jemima anapostika, na hata kama alivyoniposti anasema alipata malaiki kweli huko TikTok, Instagram. Hayo ndo maisha bwana. Sasa wazazi wangu sijui wananiozesha wapi huko. Wananiozesha sijui wananiolesha wapi sijui. Basi bwana, nikakaribishwa vizuri sana pale. Ila yule demu Yusra kwao bwana jau sana. Yani ni choka mbaya. Yani hasijui niwaambia, yani maisha yao ya kawaida, yani tofauti na sisi. Na sijui ni kwa nini wazazi wangu wanakwenda kuniozesha huko. Ni maskini naweza nikasema. Yani wao na sisi, wao ni maskini. Ila ndio hivyo, wazazi wameshamngangania Yusra, kwa sina la kufanya sasa. Basi kama masihara, mimi nawaambia ni ukweli, kama masihara nikavunja pale goti mwanaume. Nilioa bwana. Niliozeshwa na baba mkwe kabisa. Nilisikia kwamba huyu babake na Yusra ni imamu mkubwa wa msikiti wa hapa kijijini kwao. So nilielewa ndo maana Yusra ana dini mno. Kwa mimi naoa huyu mwanangu, mambo ya klabu tena itakuwa hamna tena. Basi bwana, baada mimi kuoa sasa, nikaambiwa pale nikamuone mke wangu ndani. Nikasindikizwa pale na wazazi wangu na kina kaka, huku shangwe ni nyingi kweli kweli. Huyo mama huyo ndo alifurahi vibaya mno. Mamangu mimi alifurahi, anampenda sana Yusra, nyinyi acha tu. Basi kweli mimi nikaingia mpaka ndani. Nikamuona Yusra, kapendeza sana usoni. Kapakwa makeup mwenyewe, ila sasa kawaida mno. Mabaibui siku ya ndoa, yani hawanao bwana. Yani bwana Basi nikawaambia pale. So nikawaambia, wao ndo akaniambia nimpakate nani? Mke wangu. Yani aje nimpakate hapa, tupigwe picha. Oya, nilijifosi, nilijilazimisha. Hata Yusra mwenyewe niliona kabisa alikuwa ananiogopa. Maana Yusra mwenyewe si nilisha mchana makavu live kwamba mimi simtaki, simpendi. Kwa ikabidi nifanye nijikaze. Yusra yule akaja pale, nikampakata. Yusra akaika pose pale kama anatabasamu, tukapigwa picha. Nikamsikia kakangu Ahmadi sasa. Kakangu Ahmadi akawa anasema, "Oya wewe dogo, unamogopa nini? Mshike wewe mke wako, mshike bwana." Hivi jamaa mnalisikia ile fala, lakini na nilijua bro anaongea hivi kunichokoza tu na wala hakuna kingine. Kwa hiyo ilibidi mimi nimshike Yusra. Ikabidi nijivue tena ile hali ya kumogopa. Sikumogopa, tukapiga pale picha sana tu. Ila yeye ana aibu, hataki hata kuinua ile sura yake. Mimi sikumzingatia wala nini. Basi tulipomaliza pale picha, tukabeba pale mke, tukaaga, tukaondoka. Mzee akaniambia tunarudi Dar, maana tuna vikao muhimu sana vya biashara. So tulipita hotelini mara moja kuchukua mizigo yetu, kisha tukaanza safari ya kurudi Dar es Salaam. Kama kawaida mzee wangu, njia nzima nilikuwa na chat na Jemima wangu. Sasa hapa saizi Jemima ndo amekuwa mchepuko. Ni maisha haya. Na Yusra alikuwa ametulia tu, kwa yeye ndo mke. Yusra hakuwa anaongea kabisa. Basi bwana, mpaka usiku wa saa 4 tulikuwa tumeshafika Dar. Mama akasema tukae pale nyumbani kwake kabisa. Mimi nikagoma. Nikasema mama pana, mimi na kwangu narudi na mke wangu nyumbani kwangu Kibamba. Haina haja mimi kukaa kwenu kwa sababu nishaoamini mtu mzima. Mama aligoma sana. Ila baba akasema mke wangu waache watoto bwana, labda wanataka uhuru wao. Hapo ndo mama ikabidi akubali, wakatupeleka mpaka kwangu, wakatuacha, kisha wao wakaondoka. Basi bwana, nikaachiwa mke. Huyu hapa Yusra nyumbani kwangu ndo mke wangu sasa. Nikamwambia wewe nifuate. Nikaingia naye mpaka ndani kwangu. Nilikuwa na nyumba nzuri sana, tena ya kisasa kweli kweli. Na hapo nilikuwa nina gari kama 7. Hizo gari zote za bei mbaya. Yaani pesa kwenye familia yetu haijawahi kuwa shida. Nikamuongoza Yusra mpaka katika chumba kimoja vikizuri sana, ila sio chumba changu. Nikamwambia sikiliza mwanangu, wewe niangalie kwanza, niangalie unainamisha sura hivyo chini nini? Niangalie kwanza. Wewe mimi napotaka kuongea uone unanisikiliza. Afu inua hiyo sura yako, hiyo sura mbaya. Niangalie, unanisikia wewe? Hebu acha kujifanya fana unanionea aibu, wewe mnafiki nini wewe?
Wewe ndio ulikuwa unashawishi wazazi wangu wewe nikuoe. Alafu unajifanya una aibu hapo unaangalia chini unaangalia. Wewe inua bichwa hilo, hebu niangalie bwana wewe. Kweli maskini ya Mungu. Hapo Yusra akainua hivi sura kana nitazama. Ila anaona aibu, yani macho anainamisha hivi chini. Yani bado kama ananiogopa. Nikamwambia sikiliza, wewe mimi nani kwako? Mimi nani? Mume wangu. Nikamwambia okay. Umefundishwa nini kuhusu mume? Nikuhudumie, nikupende, nikujali, nikutii kwa kila kitu cha halali. Nikamwambia sasa hapo kwenye kunitia hapo kwenye kunitia hapo ndo unapataka hapo kwenye kunitia na unisikilize. Wewe Yusra, wewe unajua mimi sikupendi wewe. Nilipomuuliza hilo swali, Yusra akakaa kimya. Ananiangalia kwa huruma. Nikamwambia Yusra, nadhani unaelewa kwamba hii ndoa mimi nimelazimishwa nikuoe. Unajua kabisa kwamba sikupendi. Na nilishakukwambia na nilishakuonesha ya kwamba sikupendi. Ila Yusra hukutaka kuikataa hii ndoa. Sio maana yake. Bila shaka wewe ndio umeforce hii ndoa wewe mimi nikuoe, si ndio? Ili hali unajua kabisa huna hadhi ya mimi nikuoe wewe. Sasa nisikilize. Mimi sasa wewe ndio nimekuoa na nimeoa. Yaani wewe Yusra mimi nimekuoa wewe kwa sababu zangu binafsi. Na sijakuoa wewe kwa sababu ya mapenzi, na kuomba uelewe hilo. Sasa na wewe naomba ukae kwa tahadhari sana kwenye hii nyumba. Tena ukae kwa kutulia. Ukielewa hilo ya kuwa sikupendi, tutaendana vizuri humu ndani. Mimi nina sababu zangu zimenisukuma mpaka nimekuoa wewe. Unaelewa? Hivi ninachokizungumza unaelewa? Ndio. Hapo maskini ya Mungu Yusra anaitikia huku machozi yanamtoka. Yaani machozi yanamlenga. Hamwezi kuamini msikilizaji. Sikumwonea huruma kabisa Yusra. Nikamwambia sasa sikiliza. Naomba humu ndani kila mtu awe na mipaka yake. Yusra, mimi na mwanamke wangu tena ninayempenda vibaya mno. Sasa nataka hii issue iwe siri mimi na wewe. Kwa chochote kitakachoendelea ndani ya hii nyumba, ole wako nikusikie unamsimulia mama yangu chochote kitu kile. Ole wako mtu yoyote umwambie. Yusra anakuambia nitakufumua, nitakubamiza na hatutaelewana humu ndani. Yaani hata kidogo, unanielewa? Ndio. Alafu sasa mimi sitalala na wewe. Yaani wewe mimi nakwambia ukweli. Mimi siwezi kukudinya. Umeona hii chocholo yangu hii haiingii mahali popote. Kuna sehemu moja tu ndo inaingia. Mimi sio kama wanaume wengine hao. Kila sehemu inaingia. Yangu very special, very smooth, very unique, very good, fantastic material. Kuna sehemu moja tu ndo inaingia. Kwa hiyo wewe mimi sitakudinya. Nimekuoa lakini hatutadinyana. Huna hadhi ya wewe kudinywa na mimi. Kwa hiyo nitakachokuwa nakifanya, nalala chumbani kwangu, wewe utakuwa unalala chumbani kwako. Chumba chako ndo hiki. Umenielewa? Ndio nimeelewa. Okay. Sasa ukimwambia mamangu chochote kitu kuhusu haya ninayokuambia, mamangu mzazi nitakuvunja, nakwambia nitakuvunja, nitakupiga nusu nikuue afu niende jela. Na kama ukitaka taraka yako nakupa anytime. Wewe niambie tu, Muniri nataka taraka. Anytime, nimekoa leo. Hata ukitaka kesho asubuhi, taraka yako nakupa. Usiku mwema. Mnalazimisha ndoa imekuwa lazima. Watu tunawapenzi, watu tunawapenda, mnalazimisha ndoa. Wewe kuna type yako, wewe house girls, kuna matype yako kuna ukadate nawe. Unaningangania mimi mwanaume handsome boy mwenye elimu yangu, mwenye pesa zangu, mwenye kila kitu, mwenye mvuto, mwenye six body part na kila kitu. Unaningangania mimi. Kisa ushajua mimi chololo yangu ya dhahabu etamwe. Huipati. Shenzi kabisa. Kwenda. Hapo nilimwambia maneno hayo huyu bidada Yusra, na kisha nikaenda zangu kuingia kuoga kwanza. Maana nilikuwa nimechoka sana na safari kusema ukweli. Nilipotoka kuoga nikachukua simu yangu nimpigie mpenzi wangu Jemima sasa niongee naye.
African Queen, mwanamke pekee anaweza kaupoza moyo wangu. Kwanza nikakuta yeye ndo kanipigia missed call zake kama 4. Ile nataka kumpigia nikaona yeye tena ndo ananipigia, nikampokelea pale simu. Ile napokea simu ya Jemima. Warawe. Nikashtuka. Jemima alikuwa analia. Tena kwa hasira na kwikwi. Nikamwambia, Jemima, halo? Jemima, mbona unalia mke wangu? Kuna shida gani? Jemima. Namuuliza Jemima analia, shida ni nini? Jemima akaniambia, we mwanaume ni mnyama sana. Munir, wewe ndo kunifanyia mimi hivi Munir? Nakuuliza mwanaume, niambie Munir. Hata mimi hapo nikawa nashangaa. Jemima, mimi nimefanya nini tena mchumba wangu Hapo ndo Jemima akaniambia, Munir, unaniaga mimi unaenda Singida kikazi. Munir, kuma unaenda Singida kuoa? Munir, umeenda Singida kuoa? Toba, nimeharibu. Sasa nani kamwambia Jemima wangu mimi nimeenda Singida kuoa? Mambo mazito. Bwana msikilizaji, kwa leo tunaishia hapa simulizi ya Munir. Simulizi tamu kabisa, ikiwa ni sehemu ya pili kutoka kwake Habiba mara moja. Ulikuwa nami Uncle J simulizi. Mambo yamekuwa mazito. Munir alijua ameenda kuoa kwa siri Singida. Anarudi, Jemima anapiga simu. Munir, wewe kunidanganya mimi? Unaenda Singida kikazi Munir? Munir, kumbe kwenda oa? Fatabu hapo. Bwana, tukutane kwenye sehemu ya 3 tupate kujua huu umbea ulishaje. Umbea umekuwa mtabu, umbea umenoga kweli kweli. Asante sana. Nalikuambia kwa heri.